tuanzie kwanza hapa nchini kwa ndugu zako bwana. Tumeona ndugu zako wameshusha chuma kilichoshuka na kwambia ni chuma cha kuleta mafanikio katika klabu ya Simba, kwa maana ya kocha mpya au meneja wa Simba Pantev. Unamuonaje? Unaona kweli Simba inaweza kupata mafanikio makubwa kupitia meneja huyu? Sasa yule ni kocha au ni meneja? Wanasema ni meneja. Meneja. Alafu kocha ni nani? Kocha wao ni nani? Kocha. Ndio maana tunawaambia kuna kila sababu ya kuwa na management iliyokuwa njema na iliyokuwa bora. Yaani kuwa na viongozi ambao ni wanaueledi, ni wachapakazi wazuri. Kitu bora sana. Kitu bora. Yaani uongozi hautakuletea kitu ambacho sio sahihi, lazima kwanza ufanye uchunguzi. Kwa hiyo maana nataka kuniambia katika maombi ya waliokuwa wengi waliotuma maombi ya kuhitaji nafasi ya ukufunzi pale ndio walimpata yule. Si yule. Nafasi waliokuwa nayo ni ya kocha. Yaani ili wasiwadanganye tu. Na mbaya zaidi wapenzi wa timu ile wamekuwa wao mtu akiwapindisha kidogo wanakwenda. Sasa waambie kwamba huyu tumemwajiri ni kocha. Lakini tumepigwa. Ndio. Tumepigwa. Kwa sababu hana vigezo. Hana vigezo. Pale Simba wamepigwa. Wamepigwa ndio. Wamepigwa. Hana vigezo vya kusimama pale kwenye benchi la ufundi kuwa kama kocha. Hana vigezo vya kusimama hata kwenye benchi la ufundi ya ligi daraja la kwanza. Hana vigezo hivyo. Ni mwalimu ambaye ni mwalimu mkuu kiwanjani na ni mazoezini. Yaani wao wamemsajili mwalimu ambaye atakuwa anafundisha na ni mazoezini, lakini huku kwenye upande wa viwanjani kwenye ligi na mambo mengine anakuwepo mtu mwingine. Anakuwepo msaidizi. Lakini yeye CV zake zinaishia huko. Yaani huko uruhusiwi. Yaani kwenye ligi kuu haruhusiwi kugusa hata kidogo. Na tuwaombe kabisa, tuwaombe bodi ya ligi, tuwaombe kamati ya masaa 72. Sheria mmeziweka, kumtumia mwalimu asiyekuwa na vigezo ni makosa makubwa sana. Lazima lungu lipite. Kuweni makini na hii sheria, ifanye kazi. Kuna watu wamemleta mtu ambaye sio kocha, CV vigezo hana. Darasa la 7 unakujaje kufundisha timu hiyo? Yaani unamleta mtu wa darasa la 7 aifundishe timu. Wakati wenzake nimesema mimi nimezungumza. Wakati wenzake wako darasani wanasoma, yeye akili yake inawaza kujichora-chora tu. Nani? Kujitoboa tu masikio. Nani? Wewe ukajitoboa masikio ukawaongoze watu. Ukawaongoze watu kweli? Sio kweli. Kuna watu mule wamestarabika. Kuna vijana wanahitaji maelekezo ya kutosha, waweke chini. Sasa wewe huku kuna hereni, huku umetoboa, umejichora-chora matatu na utu uzima huo kajichore-chore, baba mtu mzima, afu uje ukawakalishe chini vijana ukawafundishe. Watakuelewa? Ndio maana utafute makocha ambao ni watu wazima, licha ya kuwa utu uzima hata akiwa kijana, lakini unaona chembe za utu uzima, ustaarabu zipo. Kwa mfano ukimwangalia Nabi, walikuwa wanamuita vijana ni baba yetu. Atakushauri maisha, atakushauri mpira, atakuelekeza vizuri. Hasa mtu ambaye kajitoboa anakushauri nini? Yaani kama ndio wewe yani anakushauri nini? Quality ya mindset yake iko vizuri. Nini? Quality ya mindset yake iko vizuri. Hapana, wakati wenzake wanasoma darasani kuhusiana na ukocha alikuwa wapi? Yaani wakati wenzake wanasoma ili wapate vyeti vya ukocha, yeye alikuwa wapi? Alikuwa anasoma. Ndio ujue kwamba alifeli. Yule alikuwa mtoro. Unajua hata ukimaliza elimu yako utapata tu certificate, si ndio? Lakini kama hujafanya vizuri ukafika mpaka mwisho kwenye elimu yako, certificate utapata? Kwa hiyo anaenda kusoma wapi sasa? Chuo alichosoma na akakosa vyeti ni wapi? Anakijua mwenyewe. Hamna kocha mule. Hamna kocha? Wamedunguriwa. Shida unajua iko wapi? Shida iko kwenye uongozi wao. Kwani wakati wanamfuata yule alikuwa wajue? Yule wamemleta sio meneja. Yule alikuwa anafundisha timu waliocheza nayo. Sawa? Kule alikuwa anafundisha, uwezo wake umeishia hapa. Yaani hatua ya kuvuka kwenda makundi haruhusiwi. Ndio. Lakini kiongozi wake pia ni mkubwa. Maana hata ukiangalia mechi alikuwa anacheza Simba na Gaborone. Gaborone iliwasumbua sana Simba, hii ikionyesha kwamba mbinu za huyu zilikuwa ni nzito sana, ndio maana akasema kuwa na uwezo ni moja, lakini kuwa na ile
certificate au cheti kitakacho kuidhinisha au kukupa nafasi wewe kwenda kusimama mbele ya halaiki ya watu ukazungumze, ni jambo lingine. Unaweza ukawa ni kocha mzuri, lakini CV zako hazikuruhusu wewe kwenda kusimama kwenye michuano mikubwa labda ya ligi ya NBC, huruhusiwi. Hujafika, hujakidhi vigezo. Hujakidhi vigezo vya kusimama kama kocha mkuu kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo unakuwa ufai. Rudi darasani kasome. Umeelewa? Aidha achana na hayo mambo. Sasa unatuletea mtu unasema meneja, toka lini? Simba anakuambia kwamba hakuna muda wa mafanikio. Hakuna cheo cha meneja. Meneja nini? Kocha yuko wapi? Wewe una meneja sawa, kocha yuko wapi? Na mwingine nitakiwa muelimike. Nitakiwa muwajue watu ambao wanawapiga. Mimi nilishawahi kukwambia Choice. Nenda kafuatilie. Walimkamata mtu mmoja hivi kutoka, yule jamaa alikuwa ni Msweden. Sweden kitu kama hivyo. Sweden huko kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Hussein. Yupo Sweden na Hussein alikuwa ananiambia kabisa, ananiambia kapteni, huyu waliyemwajiri hao watu wa 6 mfululizo walimwajiri yule mzungu. Yule mzungu kwamba ni scout wa wachezaji. Yule katoka Sweden. Hussein anamjua. Anamjua. Asema huyu bwana mimi namfahamu. Huyu kwao hapa Sweden. Umeona bwana, alikuwa anacheza basketball. Mzungu yule. Wao wakamchukua kwa sababu alikuwa anaenda kuangalia timu yao wanaipenda, wakamchukua wakamwajiri. Kwamba huyu hapa atakuwa scout anayejua soka la Afrika. Wewe kwenu Sweden soka la Afrika unalijua wapi? Wakapigwa. Picha ya kwanza anamleta Sawadogo hapa. Sawadogo yule. Yaani Sawadogo hata dakika 45 haziwezi. Ndio akaleta sijui kipa kutoka Brazil, hana vigezo vya kucheza. Kaleta wachezaji wa ajabu wakina Duncan Nyoni. Timu ikawa ovyo ikiingia inachezea tu. Haieleweki. Kwa akawaleta watu kama hao. Kwa unaweza ukaona wanaajiri watu wale wanaowaajiri kwa lengo la kupiga. Si unanielewa nikisema hivyo? Kupiga yani na maana kwamba yani unaweza ukamleta mtu akawa ni ameajiriwa ni kama kivuli. Yani mnagawana percent. Bana wewe CV zako sijui nini, mimi si ndo muajiri? Bana hapa tunagawana au unasemaje? Sawa. Bana tunamtangaza huyu hapa na ukiona ngozi nyeupe unaona safi. Kumbe mtu mwenyewe taaluma yote hana. Sasa ndo huyu hapa. Wewe unamchukuaje mwalimu ambaye vigezo hana? Sababu hili shawahi kutokea. Mara nyingi hii ni mara sijui ngapi. Mnamleta mwalimu ambaye CV zake hazitoshi yeye kusimama pale. Baadaye mnabadilisha mipango, mnamvunjia mkataba. Sasa taarifa nilizonazo za ndani wanaangalia namna ya kuweza kumvunjia mkataba yule jamaa. Yaani wanamshawishi yeye avunje kutokana na vigezo vyake kutokukidhi. Na yeye anawaambia mimi sivunji mkataba. Wewe ushawahi kuona cheo cha meneja bwana wewe? Uliwahi kukiona?